likasahaulika. Alafu tukakufukia udongo, tukasema kwa udongo ulipoka, kwa majivu ulipoka, na mavumbini utarudi. Habari yako ikaishia pale pale. Akasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana uliye hodari, naye kwa wakati wake atawainua. Yeye huwapinga wenye kiburi na huwapa neema unyenyekevu. Ninakuombea neema ya Bwana. Pokea wewe unyenyekevu, pokea roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Wewe una chochote, wewe una chochote, nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana. Amen. Kana wewe mtulie kana unyenyekevu. Wengine kwa sio kama kaenao. Na kwa sababu tunakuja kwenye ukoo wa Kangarao, kwenye ukoo wa TNG, kwenye ukoo wa Galilaya, tunakata watu ambao tusio kwa na tumtaki. Na kwa nini umtaka wakati Yesu alimuokoa? Hatukuokolewa kwa damu za makabila hapa. Tuliokolewa kwa damu za thamani ya Yesu Kristo. Au anacho hana kitu yeye wa thamani sana. Daniel akadara nikoleza sisi hakuna Mungu kama wewe. Nakuombea neema ya Mungu, pokea roho unyenyekevu. Mama amenishuhudia vizuri sana, iwe ndani ya hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu, aliyekuwa sawa na Mungu, lakini akaona kule sawa kutokule kwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, akavaa namna utumwa. Alipoona hivyo akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Anasema sasa kwa sababu hiyo Mungu akambariki sana, Mungu akamuinua sana. Ninaombea neema Mungu anyenyekevu, pokeeni kuinuliwa na Bwana, pokeeni kuinuliwa na Bwana, pokeeni kuinuliwa na Bwana. Akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Hatuombi kwa Mama Maria, kwa Mama Sofia, tunaomba kwa jina la Yesu. Pepo sio kwa jina la Kangarao, zinatoka kwa jina la Yesu Kristo, ili mgharimu Yesu kutoa uhai wake, na wewe ikugharimu kunyenyekea hata mara ambapo unaona kabisa kama unaonewa. Amina. Najua atakuja ibadani sema unyenyekevu. Sema amen. Amen. Mimi jana nilifika pale kwa mlelo saa 10:30. Program ilikuwa inaanza saa 11 mpaka saa 3 usiku. Kwa nini nilifika pale? Mimi ni mwangalizi wa section ya Mbezi. Mimi nilikuwa mwenyeji. Asije akakuta askofu nimefika pale alafu mimi najisogeza pale naenda kumkuta askofu anipokee mimi. Itifaki na kata. Mimi ndio niwaambia kamati yangu 10:30 tufike pale. Tuwapokee waangalizi wenzetu. Na kwa heshima kwa sababu mimi ndio mwenyeji nikakaa na kiti cha askofu. Baada kwa nimkaribishe mkuu. Andika tafsiri ya kiburi kwa haraka. Ni majivuno. Anza kwanza hivi. Ni kujiona bora kuliko wengine. Andika kwa haraka. Unayetembea kule na kuona. Ni kujiona bora kuliko wengine. Nataka nikwambia kuna aliye bora hapa kuliko mtu mwingine. Nasema tena kuna aliye bora kuliko mtu mwingine. Kama ni amina sema amen. Wote tuko sawa mbele za Kristo Yesu. Jambo la pili, tafsiri ya kiburi. Ni kujiona wewe ni wa thamani kuliko mtu mwingine. Ni kweli unawezekana na nafasi yako, ni kweli unawezekana na siri zako, lakini Mungu atupe neema kwamba wote humu ndani ni wa thamani. Halo. Amen. Kuliko watu wengine. Nimesema tafsiri nyingine ni majivuno, ni dharau, ni kujiamini kupita kiasi. Unaendelea kwenye kiburi. Ni kujivuna, ni kukosa unyenyekevu. Jana nifuata kwa sababu ya mzee wa umri, ananiambia wewe ulikuwa unanisaidia sana katika mikutano, muda mwingi sana naye. Siacha unyenyekevu wako. Watu wanatusemaje? Hata Yesu akamwambia watu wananisemaje? Mungu akupe neema kila uliokoka roho, pokea roho ya unyenyekevu. Amen. Pokea roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu. Amen. Pokea roho ya unyenyekevu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Anasema Mungu, watu wangu wamekwama kwa sababu ya kitu kinaitwa kiburi. Watu wangu wamechelewa kufika kwenye safari zao za mafanikio kwa sababu ya tatizo la kiburi kidogo. Amen. Madhara kwa sababu ya muda wangu.
Andika kwa haraka. Kiburi hupelekea mtu kupoteza nafasi yake au heshima aliyoaminiwa na Mungu au na watu wengine. Jambo la pili, kiburi hupelekea mtu kuwa na moyo usiopenda kufundishika. Wapendwa, tuko hapa ili tufundishwe kisha tufundishike. Kama ni amina, sema amen. Amen. Mimi hapa bado nafundisha.